Okay guys, hapa nitatoa maelekezo machache kuhusiana na jinsi tutakavyoenenda katika mfumo huu wa mafunzo ambao tunaufanya sasa hivi. Hivi ni vitu muhimu sana sana sana. Maelekezo ya mwanzo hapa ni ya muhimu. Baadaye huko tusije tukapata matatizo wakati tunaendelea kusoma. Kuwa makini kusikiliza. Ukikuta umesahau point niliyoiongea hapa mwanzo, video hii itakuwa online kwenye YouTube. Kwa nenda tena na tena, sikiliza nilichokisema. Usikosee na unatakiwa kwa makini kwa chochote ambacho utakuwa unakifanya, fuata maelekezo. So, tutaanza na important tools for studying. Vitu muhimu ambavyo unatakiwa kuwa navyo kwa mfumo huu wa mafunzo. Very important. You need to have these very important tools for studying. One, you must have a smartphone. Na smartphone hiyo iwe na uwezo wa kuaccess internet. Some of the smartphones are very difficult in accessing the internet. So make sure that your smartphone is able to access the internet. And make sure that smartphone has a data bundle. You have an internet bundle for data. Make sure that. Yeah. There are so many complaints. Tutapata wapi bundle, tuko nyumbani, hamna pocket money, hamna nini. Let me tell you one thing. You are a student and make sure that you have all the required things. La sivyo tutaanza kufuata kila mtu na changamoto zake, tutashindwa. Some say they're in places where there is no internet access, or there are some of their folks who are in the places where there is no internet access. Tell them, make sure that they move to the place where there is internet access. Yani hakuna namna ambayo tunaweza tukaifanya hii rahisi. Hama huko au toka huko, tafuta sehemu nyingine ambayo kuna internet access, kaa hapo usome. La sivyo kuenda kukuchukua kwao, tutakuonea huruma, hapana. Huu ndo utaratibu ambao umewekwa, so fuata. You must have a smartphone with internet access and you must have a data bundle. Let me tell you one thing. Ulipokuwa chuo ulikuwa unakula kwa siku shilingi ngapi? Labda tuseme kwa siku unakula shilingi 2,000. Yani from morning to evening, siku nzima umetumia shilingi 2,000 kula chakula. Sasa natatumia mfano kwenye mtandao mmoja tu wa Vodacom. Siendi kuongelea mingine. Nitaongelea Vodacom peke yake. Vodacom peke yake kwa shilingi 2,000 una uwezo wa kupata GB 2.2 kwa siku. Kwa shilingi 2,000. Kwa ile shilingi 2,000 ambayo unaweza kaomba hata nyumbani wakakopa, kwa sababu wanafahamu kabisa kwa sasa hivi tunaendesha mafunzo kwa njia ya internet. Kama walikuwa tayari kukupa hela ya matumizi ukiwa chuo, watashauri kukupa 2,000 tu kwa ajili ya kununulia bando kwa siku. 2,000, 2.2 GBs are very enough. Na ninaweza kuwashauri, kama una sehemu ya kustore hizi video, bora ukadownload ukastore, utatumia data kidogo kuliko kustream. Streaming, it can take a lot of data. So 2.2 GB is very enough for a day, and another day 2,000, and another day 2,000. Kama ulikuwa na uwezo wa kula shilingi 2,000 au 3,000 kwa siku ukiwa chuo, au 5,000 wengine, utashindaje kununua data hiyo ya shilingi 2,000 au 2,500 kwa mitandao mingine? So it's very simple. Usilete excuse ambazo hazina maana. Another thing is PC. Unaweza kuwa na kompyuta yako, laptop ya PC, au unaweza kuwa na Mac, is very enough kwa ajili ya kuaccess internet pamoja na kusoma mambo haya. Na pia unaweza kuwa na access ya desktop kwa wale ambao wako sehemu ambazo kuna internet cafe, unaweza kaenda internet cafe, au unaweza kaenda sehemu ambayo kuna desktop, au hata kama iko nyumbani unaweza kaitumia. Na or you can have another thing very important, you need to have a cool place ambayo haina disturbance kabisa. A cool place ambayo unaweza kukaa ukasikiliza masomo haya na nini, then concentrate. Kumbuka uko darasani, so concentrate when you are listening. Concentrate, make sure you understand every point. Hiyo ni muhimu sana. Kumbuka unaweza kuwa sehemu ambayo hauko na wenzako, sehemu hakuna discussion, au uko peke yako au mko wachache, hamwezi kufanya discussion wengi au mko mbalimbali. So kusikiliza kwa makini wewe kama wewe na kupata ile point ni muhimu sana sana. So tafuta sehemu iliyoko cool ambayo haina disturbance. Usisomee nyumbani sebuleni watu wanaangalia TV na nini na wewe unajifanya unasoma, au sehemu movement ya watu ni nyingi, inakuwa ngumu. Wengine labda wanafanya kazi huko, unakuta umeenda sehemu ambayo unafanya kazi, labda umeenda kuuza duka la babako, unakaa pale unasoma hapo, unasikiliza mtu kaja mara hivi, a lot of disturbances. So find a place and
a cool place. Kumbuka uko shule, waambie hata wazazi wasikupe makazi, uko shule, shule inaendelea. So wewe ni mwanafunzi na unatakiwa kusoma, muda wako wa shule wa uheshimu. Stay away from distractions. Kuna vitu ambavyo vinaweza kukudistract. Ulipokuwa shule ulikuwa darasani, una concentrate tu mwalimu anapofundisha. So tengeneza mazingira yale ya darasa ambayo you only concentrate to the teacher who is teaching. Achana na disturbance ambazo zinaweza kuwa mahali hapo. Any distractions will take you away from understanding what we are saying. And remember, if you lag behind, you are finished. Hatutakuwa na muda wa kumsubiri mtu. This is an online program. We are not there to wait for you. Everything moves with a timetable. Kwa hiyo jamani, ule utani mwingi wa nini nitamfuata mwalimu niongee naye, hakuna. Sasa hivi ukipitwa umepitwa. Please be very careful to go on with the timetable, very careful to be online every day. Hivyo ndo vitu muhimu ambavyo unaweza kuwa navyo kwenye hii program. Kwa ni muhimu. Katika eneo la kompyuta unaweza kuwa na kompyuta au unaweza kuwa na smartphone, lakini chochote kile ambacho unaweza ku access internet. Very important. Sasa tuanze vitu muhimu vya darasa sasa. Hivyo ni vya kuwa navyo, personal things that you should have. And then what is supposed to be there katika hii session au katika hii style yetu ya ufundishaji. Number 1, class sessions. We will have class sessions or class lessons. In these class sessions, me personally, I will conduct them through a video from my YouTube channel. And the link will be sent to you. Kwa hiyo kuna channel yangu ya YouTube ambayo nitakuwa naweka video huko. Nitakuwa nawatumia link. Na hiyo linki itakuwa inatumwa kwenye simu. Nitatuma maelekezo ya jinsi ya kufanya. Kwa kwenye magrupu yenu nitawatumia video ambayo inaonyesha ukiwa na simu ni namna gani unaweza kuaccess hiyo kitu. Na kama unatumia PC pia nitakuelekeza jinsi ya kufanya, au itakuwa rahisi kwa sababu unaingia tu kwenye YouTube channel, nitakupa link, utafanya hicho ambacho nitakufanya. Kwa hiyo kwa sababu watumiaji wengi ni wa simu, nitatoa video inayoelekeza jinsi ya kutumia hiyo link nitakayoituma kwenye simu yako ili uweze kufungua hiyo YouTube channel na kwenda kwenye somo lile niloposti moja kwa moja. Lakini pia tunaweza kutumia online meeting. Online meeting hapa, the recommended application ni hiyo ambayo nimeitaja hapa, ambayo inaitwa VOV meeting Tencent video conference. Hii iko recommended kwa sababu inaweza kuchukua participant mpaka 300. Kwa idadi ya watu wengi hii inakuwa preferred. Wengine wanatumia Telegram, sasa whatever, lakini kuna at some point maybe, sio lazima, maybe tukahitaji kutumia hii. Lakini kwa asilimia kubwa nitatumia YouTube channel ambayo utakuwa unaangalia video pale na kuuliza maswali na vitu kama hivyo. So, in class sessions, sometimes you will be provided with extra reading material. Make sure you read those materials. Kwa kutakuwa na notes ambazo tutakuwa tunafundishiana kama hivi, alafu utakuwa unapewa na vitu vingine extra vya kusoma. Hivyo vitu vingine extra vya kusoma, kumbuka siko na wewe. Kwa hiyo nikikwambia kasome kitu fulani, hicho hapo nitatumia labda Word document au kitabu, kasome page fulani, kasome kurasa au topic fulani. Make sure you read. Sitakufuatilia kwa sababu uko nyumbani kwako, lakini kumbuka utakutana na maswali kwenye mtihani. So, fuatilia utakachoambiwa usome na usome. In case of practice questions, make sure you solve them. Kwa wakati mwingine naweza nikatoa practice questions. Hizi practice questions mlipokuwa shule nilikuwa natumia style ya kuwaulizeni maswali. Nilikuwa nauliza maswali ku make sure kwamba mmefanya zile practice questions. Sasa hivi uko mbali huko, mimi siwezi nikaja nikafanya ile amshamsha ya maswali asubuhi. Kwa hiyo huko nyumbani unafanya mwenyewe unavyotaka. So those practice questions no one will follow you. Kipindi hicho nauliza darasani ndio nilikuwa nafuatilia watu, bado kuna watu walikuwa hawasomi yale maswali, hawasolve. Wanayaacha kama yalivyo. Yakitoka kwenye mtihani anafeli tena. Sasa hivi uko nyumbani na kutumia maswali, hakuna hata mtu wa kukufuatilia. Usome, no one asks you. So usiwe umebweteka. Hebu jaribu kubadilika, soma hayo maswali. Utakapokuja kukutana nayo kwenye mtihani itakuwa ni aibu. Maswali ushapewa alafu unafeli. So be careful. Another important issue ambayo nataka nikazie, naomba mnisikilize hapo, usikize kwa makini sana, is during the process of asking questions. Una swali hujaelewa,
au kuna kipengele tu hujakielewa, au kuna kitu tu chochote kinachohusiana na masomo unataka kuelewa zaidi, unafanyaje? So you will ask questions by direct message or by comment on YouTube or any other means. Kwenye direct message naomba nieleweke hivi. Okay, nimesema vitu vitatu hapo. Direct message, comment on YouTube or any other means. So I'll explain. Direct message inamaanisha nini? Direct message ni pale ambapo mtaanzisha WhatsApp group ambayo ina somo husika peke yake. So you can make a WhatsApp group for every module that you are studying. And this will make it easier for the tutor to focus on questions directed to him or her. Kwa hiyo utakuwa na YouTube groups ambazo za kila somo. Kwa sasa hivi kuna WhatsApp group ya walimu wote mmewa-add huko. Sasa nikipost mimi au nikiwatumieni maswali, notes na nini umesoma au umeangalia YouTube hujaelewa, ukija kwenye group ukauliza maswali, magrupu yana message nyingi, magrupu yana walimu wengi. So itakuwa ngumu mimi kufocus kwenye maswali. Yamkini siko online wakati huo. Nitakaporudi maswali mengine sitayaona kwa sababu message ni nyingi na sitajua kwamba niliuliza maswali. Kwa hiyo kama kutakuwa na WhatsApp group ya somo langu husika, hata kama siko online, nikija online nitayakuta maswali hapo ambayo yameulizwa kwangu directly. Ni rahisi mimi kuyajibu na kufuatilia kila ambacho mnauliza, na itakuwa rahisi ku make discussion based on that particular module directly, na sio kwenye group ambalo lina watu wote. Inakuwa ngumu kufocus kwenye maswali yanayonihusu mimi. Na pia kwenye eneo la kuuliza maswali, so hiyo ndo maana ya direct message. So simaanishi direct message ya kuni message mimi direct kwenye direct kwangu mimi, no, through a WhatsApp group ambayo inahusiana na somo langu. So make sure your questions are asked during working hours. Hii ni muhimu. Uliza maswali muda wa kazi. Ni muda ambao mimi mwenyewe niko online, nitakuwa tayari kujibu maswali yenu haraka. Kwa nitakuwa nawajibu pale mtu anauliza na kujibu muda wa ule wa kazi. Ukija kwa kuuliza swali lako saa 6 huko usiku, usitegemee utapata quick response. Nitakujibu lakini not by quick response. Nitakujibu labda kesho yake. So quick response ni pale unapouliza maswali ndani ya muda wa kazi. And in case of YouTube comment question, kwa YouTube comment question manake kwenye YouTube pale baada ya video pale chini unauliza swali. Sasa ukiuliza swali pale pia ni njia mojawapo ambayo unaweza ukapose swali lako. So you can pose your question through a YouTube comment question. Kitu muhimu sana, important thing to note, it is inconvenient to ask questions by direct message, DM. Usiulize maswali direct message kwangu, hapana. Anayeruhusiwa kufanya hivyo ni Ciara peke yao, ndio wanaruhusiwa kuja DM kwangu na kuniuliza maswali kwa pale ambapo wanahitaji instructions au clarifications ya mambo fulani yanayohusiana na program hii. Kwa hiyo wewe mwingine ambaye una maswali, uliza kwenye page ile ambayo tumeifungua, kwenye group ambalo tumeifungua kwa ajili ya somo husika. Direct messages only for Ciara's in my own inbox. Kwa hiyo ni Ciara pekee yao wanafanya hivyo. Wewe mwingine maswali yote uliza kwenye group au kwenye YouTube channel, weka kwenye comment pale, uliza swali lako. Baada ya masomo hayo na nini, tutakuwa tumeelezana kutakuwa na assignments, and you shall write your assignment and send it to me. So this time you will type assignments. You will type the assignments, and the typing of your assignments, make sure that the font size you use is 12 point and the font style you are using is Caribly Body or Times New Roman. Make sure that you use those important qualifications of your assignment. Make sure ni 12 point font size, lakini ni Calibri au New Times Roman kama font style. Nafikiri mmenielewa kwa sababu nimesoma computer. Very important to remember the deadlines of submission. Jamani, deadlines. Kumbuka sasa hivi tunatumia online. Inaonyesha kila mtu ameleta assignment yake lini na saa ngapi. Kwa hiyo hapa hakutakuwa na Ciara wa kwenda kumkusanyia mtu assignment kwamba bana lete. Unaona, hapa ni kila mtu na yeye mwenyewe na ushapu wake. Kwa hiyo your assignments ambayo imeletwa late to that date of submission, yani ujue wazi hiyo assignment haitaonekana.
kwa sababu sitaisaisha na wala sitaifuatilia iko wapi. So make sure that una submit on your deadline time and date. Kwa fuatilia hizo deadline, ni muhimu. Nimeiweka kwa herufi kubwa na nimeibold. Remember to submit on the deadline that you are given. Kama unashindwa kutype, mimi sijui hapo, na labda ukajifunze computer. Na actually lazima uwe na access ya computer sasa ili uweze kutype. Kwa hiyo kwenye vile vitu vya msingi nilivyokuwa nimevitaja ile slide ya kwanza, kumbuka kupata sehemu ambayo unaweza ukatype hizo assignment na utazituma kwa email. Utapewa email ya kuzituma au utapewa utaratibu wa jinsi ya kuituma hiyo assignment. Kwa cha msingi kumbuka kwamba you will need to type those assignments. So make sure that you have an access with anything that can type. Make sure you do that. Then kuna continuous assessment test. Sitaiongelea sana hii kwa sababu management ya chuo itatoa utaratibu jinsi ambavyo mtafanya test zenu. Cut 1, cut 2, how you'll do it. Mimi part yangu ni hiyo ya assignment na maswali. Hiyo nimeshawaelekeza. Na kuhusu testi, mtapewa utaratibu na management ya chuo ni namna gani mtafanya hizo testi wakati gani. So sitaiongelea sana hiyo. So thank you for listening. Hakikisha unafuata haya niliyoyasema.